Ni Yanga tena na majanga. Young Africans wamefungiwa kusajili na FIFA kutokana na mizozo ya kifedha na madai ya mishahara na stahiki ambazo hazikulipwa kwa wachezaji wao wa zamani. Katika adhabu ya hivi karibuni, miongoni mwa kesi zilizowashtaki ni pamoja na ya mchezaji Austin Okra pamoja na wachezaji wengine wa zamani wa Young Africans kama vile Lazarus Kambole, Gail Bigirimana na Hafiz Konkoni ambao walishtaki klabu hiyo baada ya mikataba yao kusitishwa bila kulipwa madeni yao kamili. Adhabu hii imeanza kutekelezwa tangia tarehe 5 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026 tangu taarifa hii ilipotolewa. Wasiwasi wa waliokuwepo wengi ni kwamba hawa wachezaji waliosajiliwa ndani ya kikosi cha Young Africans wataruhusiwa kucheza. Ikiwa Young Africans walikuwa wameshakamilisha kuingiza nyaraka zote za usajili wa wachezaji wapya kwenye mfumo wa FIFA kwa maana TMS na FIFA Connect na kupata vibali kabla ya tarehe ambayo adhabu ilianza rasmi, wachezaji hao wataruhusiwa kucheza bila shida yoyote. Lakini kama walikuwa hajakamilisha usajili wa wachezaji hao, hawataruhusiwa kucheza. Wachezaji ambao usajili wao haukuwa umekamilika, ikiwa kuna mchezaji yoyote ambaye mkataba wake ulikusudiwa kusajiliwa lakini mfumo ukafungwa kabla ya taratibu kukamilika, mchezaji huyo hataruhusiwa kusajiliwa wala kucheza hadi klabu itakapomaliza kesi hiyo na kulipa madeni yake yote ili FIFA iondoe kifungo hicho mara moja. Yafaa kujua kuwa adhabu hizi za FIFA huwa zinaondolewa mara moja pale klabu inapomalizana walalamikaji na kuwasilisha thibitisho la malipo. Young Africans wanastahili kufanya yafuatayo ili kuondolewa zuilio hilo. Jambo la kwanza ni kufanya malipo ya haraka. Hii ndio njia ya mkato na ya hakika zaidi ya kuondoa kifungo cha FIFA. Uongozi wa Yanga unastahili kulipa kiasi chote cha fedha wanachodaiwa na walalamikaji kama faini, malimbikizo ya mishahara au ada ya uhamisho kwa vilabu, lakini pia kuhakikisha wanalipa na asilimia ya riba iliyowekwa na mahakama ama kamati ya FIFA tangu tarehe ya mgogoro ulipoanza. Baada ya kukamilisha malipo hayo kupitia benki, Yanga watalazimika kuhakikisha wana bank statement, wanakuwa na udhibitisho rasmi wa muamala wa kifedha uliokamilika, kutaka mchezaji au klabu inayowadai kuandika barua rasmi na kujaza fomu ya FIFA inayothibitisha kuwa wamepokea haki zao zote na hawana madai yoyote yale na Young Africans. Mara tu malipo yatakapokamilika, nyaraka zote, stakabadhi, barua ya makubaliano lazima ziingizwe moja kwa moja kwenye mfumo wa FIFA Transfer Matching System. Hatua hii inafanywa kwa ushirikiano wa karibu na shirikisho la mpira miguu Tanzania ili wao wazipitie na kuziwasilisha kwa Secretariat ya kamati ya nidhamu ya FIFA. Ikiwa klabu haina kiasi chote cha fedha kwa mkupuo mmoja, wanaweza kufanya mazungumzo ya dharura na upande unaowadai. Wanaweza kusaini mkataba mpya wa kisheria unaoonyesha namna watakavyolipa deni hilo kwa awamu. Na kwa upande unaodai ukiridhia na kusaini makubaliano hayo, wanasheria wa pande zote mbili watawasilisha mkataba huo FIFA na adhabu inaweza kusitishwa kwa muda wakati malipo yakiendelea. Kikanuni, FIFA haina sababu ya kuendelea na adhabu mara baada ya kupokea udhibitisho wa kuridhika kwa mlalamikaji. Mfumo ukishafunguliwa, klabu itakuwa huru kuingiza wachezaji wake wapya kwenye mfumo wa usajili. Inawezekana likaonekana kama ni jambo kubwa, lakini linaweza likamalizika kwa muda mfupi ikiwa watawalipa wale wanaowadai Young Africans na kumaliza kila kitu. Mimi naitwa Almachus Kanyasi.